Charo, iwapo unanipata basi uwanja ni wako. Miaka miwili hii ya vita vya Gaza yamelifanya suala la Palestina kuwa ni suala linalowahusu walimwengu wote bila kujali mipaka yao ya kijiografia, imani zao za kidini, mitazamo yao ya kisiasa au hata matabaka yao yalivyo na marika yao kwa ujumla. Limekuwa ndilo suala ambalo tunaweza tukasema linawaunganisha walimwengu wote kwa mtazamo wa kiutu, kuona kwamba Wapalestina licha yale yaliyotokea Oktoba 7, lakini wakati umefika kwa ulimwengu kuchukua hatua kuona Wapalestina nao wanaishi kama binadamu wakiwa na taifa lao. Narudi kwako muda usiokuwa mrefu, tumsikilize Ibrahim Rahbi hapo Dar es Salaam. Miaka miwili vita Gaza vimekuwa vikiendelea, ni kwa sababu mashambulizi haya yalitikisa Israel katika msingi wake, na kwa kutaka kujibu wakaanzisha vita vikali sana huko Gaza. Unaona kuna manufaa yote ambayo yamejitokeza kwa upande wa Israel kutokana na vita hivi, ama unaona athari ndizo ambazo zimekuwa nyingi zaidi kwa Israel na wa Palestina vile vile? Rahbi, unatusikia? Haya, nirudi kwako tena Abdul Fattah Musa, natumai umelisikia swali hili. Wacha nikutupie swali hili tena ulijibu. Unaonaje, kumetokea faida zaidi kwa upande wa Israel kama zipo zozote, au unaona ni athari ndo zimekuwa nyingi kwa pande zote mbili, Israel na pia vile vile wakazi wa Gaza wa Palestina? Kwa upande wa Palestina wa Gaza nadhani nimebainisha katika majibu langu la kwanza, lakini kwa upande wa Israel kile ambacho tunaweza tukasema kwamba kimekuwa na taathira kubwa zaidi kwa wao kwa kuanzisha vita hivi ni kwamba kwanza, kwa upande mmoja vita hivi vimechafua haiba ya Israel, vimeifanya Israel ile ambayo walimwengu wengi walikuwa wakiliangalia kama ni taifa la watu ambao wamepitia magumu mengi ya mateso, hasa mauaji ya Holocaust yaliyosababishwa na utawala wa Kinazi wa Ujerumani. Kwa hivyo ni watu ambao walikuwa kweli wanastahiki kupata huruma na kuhakikishiwa kwamba wanakuwa na taifa lao. Lakini kile ambacho Israeli imekifanya baada ya miaka miwili ni kile ambacho Wayahudi walikipitia katika utawala wa Nazi, lakini ni kibaya zaidi kwa sababu Umoja wa Mataifa, majopo ya wataalamu wa masuala mauaji ya kimbari, makundi yote maarufu ya kutetea haki za binadamu kama Amnesty International, Human Rights Watch na hata makundi ya kutetea haki za binadamu ya Israel kwenyewe yameeleza wazi kwamba katika muda huu Israel imekuwa ikiendesha mauaji ya kimbari na maangamizi ya kizazi katika ukanda wa Gaza. Nafahamishwa kwamba Ibrahim Rahbi sasa hivi amerejea katika laini ya simu. Kama ulikuwa umenisikia, unaweza ukaendelea kujibu swali, na kama ulikuwa bado hujanisikia, ni kuhusu miaka hii miwili ya shambulizi la Hamas, jinsi unavyotathmini manake kwa upande wa yale manufaa na malengo ya Israel kama yamefikiwa na athari zake. Nashukuru sana. Kumekuwa na kupanda na kushuka katika kile kitu ambacho unaweza kusema kutimiza malengo kwa Israeli katika hili. Ukiangalia Oktoba 7 lile tukio na mwitikio wa ulimwengu ulivyokuwa, unaweza kusema kuwa ulimwengu wa magharibi karibu wote ulikuwa umehamia upande mmoja. Hata ulimwengu ambao sio wa magharibi kiasi kikubwa uliunga mkono kile kilichotokea. Lakini kilichofanywa na Israeli katika kujibu kilichofanywa na Hamas, unaweza ukarudi kwenye tafsiri ambayo aliwahi kuitoa marehemu Papa Francis, akasema kuwa hauwezi kujibu ugaidi kwa ugaidi, kwa sababu kilichokuwa kikifanywa na Israeli kilionekana kimevuka kile kilichofanywa na upande wa pili wa Hamas. Lakini kuwa uungwaji mkono wa Israeli uliendelea mpaka hivi katikati mwa mzozo, nchi nyingi zikaanza kujitoa kwenye kuungwa mkono baada ya kuona kuwa majibu ya Israeli hayakuwa yale ambayo yalipaswa kuwa, na ndio maana tukaona kuwa kuna wimbi kubwa sana la nchi za magharibi kuhamia upande wa pili. Lakini si nchi za magharibi kuhamia upande wa pili, lakini kwa siku za karibuni tukaona nchi nyingi, raia wa nchi za magharibi wakihama kwa Israel na kwenda kwa upande wa pili, na ndio maana unaona kura za maoni nyingi ambazo zimefanyika katika nchi za magharibi ikiwemo Marekani. Uungwaji mkono wa Palestina umekuwa mkubwa kuzidi Israeli, na hata kiwango cha kushuka cha kuungwa mkono wa Marekani ndani ya Israel ndani ya Marekani kimekuwa kikubwa ukilinganisha na ilivyokuwa. Kwa hiyo kuna wakati Israeli ilifaidika na vita, hata kipindi ambacho labda wa mzozo wa Hassan Nasrallah kuuawa, tayari ndani Israeli walifaidika na kuungwa mkono kweli kweli. Lakini kwa hivi karibuni
si majukwaa ya kimataifa, sio majukwaa yoyote. Israel imekuwa ikipoteza taratibu kabisa, na hata Donald Trump katika interview yake ya mwezi uliopita alikiri wazi kuwa ushawishi wa Israeli ndani ya Marekani umepotea. Lakini akasema kuwa Israeli inaweza ikashinda vita ya Gaza, lakini itapoteza mkono mkubwa wa dunia. Kwa hiyo hii ndio hali ambayo Israeli wamefaidika nacho. Mapigano haya kufanyika tu Gaza peke yake katika kipindi hiki cha miaka miwili. Tumeona Hezbollah ambao wamekuwa wakifanya mapigano, mashambulizi pia kutokea kwao Lebanon kuelekea Israel, na Israel nayo ikiwapiga. Tumeshuhudia pia Wahuthi nao wakishambulia Israel. Tumeshuhudia pia Hamas wakiendelea kuvurumisha makombora, na mashambulizi yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika kipindi chote hiki cha miaka miwili. Maadui wa Israel katika Mashariki ya Kati, ungeweza kusema kwamba wamedhoofika katika kipindi hiki cha miaka miwili, ama wameimarika zaidi baada ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023? Ni kweli unachokisema kuwa hii inakuwa imegawika katika pande. Ukiangalia kwa mafanikio ya kudhoofisha maadui, Israeli alifanikiwa kwa sababu ndani ya kipindi hiki cha miaka miwili tunaona vita ya Hezbollah ambayo ilikuwa ni mwiba mmoja wa Israeli upande wa kaskazini, na hata mgogoro wao ulikuwa ni mbaya zaidi upande huo. Kwa hiyo Israeli ilifanya juu chini kuhakikisha kuwa inaweza ikaua wale viongozi wa ngazi za juu kabisa wa Hezbollah, na ilifanikiwa. Lakini kutoka kwa Hezbollah tunaona kuwa Israeli ilifaidika kwa kudondoka kwa serikali ya Bashar al-Assad, ambayo unaona kuwa ilikuwa ni kauli ya Netanyahu ambayo ilisema kuwa tunachora upya Mashariki ya Kati, na kilichopata baada ya pale ni mabadiliko ya kule Syria, ambapo kwa unaona kuwa Irani alipoteza. Kwa hiyo hili unaweza kusema hii ni faida ya upande wa pili wa Israeli ambayo ilipoteza. Lakini mara hii pia Israeli alipata pigo jingine baada ya kujiingiza kwenye mzozo wa Irani, ambalo kiasi kikubwa ilidhalilisha zaidi uwezo wa jeshi la Israeli, ambao kwa miaka imekuwa ikiaminika kuwa ni jeshi bora sana na imara, na hata ndani ya Israeli maswali yalikuwa mengi ya uwezo wa jeshi la Israeli kuwalinda raia wake. Kwa hiyo kuna sehemu amefaidika, lakini kuna sehemu pia hakufaidika, alipata hasara katika kipindi hiki. Tatu, tusome kidogo maoni alafu tumsikilize Abdul Fattah anasema nini kuhusiana na wimbi kubwa la nchi nyingi kuja kuitambua dola ya Palestina na mwelekeo wake katika mazungumzo ya Cairo. Tatu. Ale Sylvester Sambos ya Arusha anasema miaka miwili ya vita imesababisha mateso makubwa kwa raia wa Gaza. Hata kama Hamas imedhoofika, kinachohitajika hivi sasa si ushindi wa kijeshi, bali suluhu ya kudumu ya kibinadamu. Kipara Original anasema kwani rais wa Marekani Donald Trump ameshindwa kutekeleza ahadi ya kumaliza vita hivyo. Na Juma Mhela akiwa Nzega anasema vita huanza kama mchezo, hatimaye hukoma taratibu, hususan kama hakuna suluhu. Tunaomba amani Mashariki ya Kati. Aya, tunaomba amani Mashariki ya Kati. Abdul Fattah Musa, juhudi zinaendelea Cairo kujaribu kutafuta ufumbuzi, kutafuta mwarobaini wa mgogoro huu wa Mashariki ya Kati. Nchi nyingi haijawahi kutokea katika historia kwamba zimeungana pamoja na kutambua dola huru la Palestina. Mwelekeo wa mazungumzo ya Cairo na matumaini yaliyopo katika vipengele 20, mpango wa rais wa Marekani Donald Trump. Vipengele ni 20, sijui kama vingekuwa 50 ingekuwaje, au 15. Unazungumziaje matumaini haya ya kupatikana suluhisho? Mara nyingi mimi napenda kulizungumzia hili katika sura ya hali ya tamaa na hofu kwa wakati mmoja. Kwa maana kwamba tunajua Rais Trump amekuwa akitafuta sana huu maarufu wa kutambulika kama kiongozi mpenda amani na amleta suluhu katika migogoro ya kimataifa, na ni jambo ambalo limempa kiu kubwa ya kutaka apate tuzo ya Nobel kwa ajili ya swala hilo. Lakini kinachotia hofu ni kwamba yeye Rais Trump mwenyewe ni mtu ambaye anajulikana kwamba ni muungaji mkono wa Israel, na walimwengu wameshangaa kuona kwamba alipotangaza mpango huo, waziri mkuu wa Israel Netanyahu naye ameukubali papo hapo bila kukataa, pamoja na kwamba baadaye ametoa kauli za kuonyesha kwamba ameutia kasoro na kubadilisha yale ambayo yamekusudiwa ndani yake. Kwa hivyo suala la kutafuta suluhisho hili la vita na kumaliza vita hivi na kuhakikisha mateka wanaachiwa huru ni suala la msingi, na mpaka taarifa tulizo
tulizopata katika mazungumzo ya jana yalipoanza Jumatatu, tumeambiwa kwamba kuna ishara chanya juu ya swala hili, na leo mazungumzo yanaendelea huko Cairo. Lakini kusema kwamba mazungumzo haya yanatupa matumaini makubwa ni jambo ambalo ni vigumu kulitabiri, hasa hofu yangu mimi juu ya swala zima kwamba kinachopiganwa sasa ni kutaka kuona mateka wote wa Israeli wanaachiliwa huru. Hakuna anayejua kwamba baada ya kufanyika hilo kweli Israeli na Marekani kwa ujumla zitabaki katika msimamo wao wa kuonyesha ukweli wa kuendeleza yale yaliyokusudiwa katika vipengele hivyo. Hili ni jambo ambalo linatia wasiwasi. Ibrahim Rahbi, mkutano wa Cairo ni funika kombe mwanaharamu apite? Bila shaka unaweza ukaweka kwenye tafsiri kama hiyo pia, kwa sababu kwangu mimi haya maazimio au hivi vifungu 20 vya Donald Trump, kwangu mimi kwa tafsiri yangu vilikuja kwa lengo maalum kabisa la kuziba njia ya suluhu ya kudumu. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu mazungumzo ya Cairo, sio kusema tunapata mwarobaini manake huwa ni tafsiri ya kwenda kutatua tatizo, lakini hii labda tunapata dawa ya muda ya kutuliza, kwa sababu njia halisi iliyokwenda kumaliza mgogoro ni ile ambayo ilianzishwa na Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 47, lakini ikawa inafunikwa, inarudishwa. Hata hivi mwaka jana kwenye UNGA 79 ilianzishwa na jukumu akakabidhiwa Saudi Arabia na Ufaransa. Uamuzi wa Trump wa kuja na hili jambo ilikuwa ni lengo hasa la kuzuia mpango kamili ambao una suluhu ya kweli na kwenda kutuletea azimio au jambo ambalo analitaka yeye tu katika kutimiza anayoyataka. Ibrahim, pole sana, muda wetu umeshatutupa mkono. Nakushukuru sana kwa kushiriki mjadala wetu. Abdul Fattah Musa ukiwa huko Tehran nchini Iran, asante sana. Tatu Karema upande wa pili wa studio. Mimi ni Josephat Charo. Msikilizaji, endelea kuwa nasi.